Lakini kwanza ni habari za dunia zinazoletwa kwako na Caro Robi akiwa Nairobi. Shukran Martha. China imesema itapambana vilivyo na nyongeza mpya ushuru kutoka kwa Marekani, huku mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani yakiwa karibu kuingia katika vita vikali vya kibiashara. China imeshtumu Marekani kwa manyanyaso baada ya Rais Donald Trump kusema atatangaza nyongeza nyingine ya 50% juu kwa bidhaa kutoka China iwapo nchi hiyo haitobatilisha uamuzi wake wa kuziongezea ushuru bidhaa za Marekani. Rais Trump pia amesema hana nia kusitisha nyongeza alizotangaza kwa karibu kila nchi duniani licha ya masoko ya hisa kuporomoka. Hatuangalii hilo la kusimamisha ushuru. Tuna nchi nyingi ambazo zinakuja kujadili mikataba na sisi, na itakuwa mikataba ya haki. Katika hali fulani watakuwa wanalipa ushuru mkubwa, itakuwa mikataba ya haki. Kama unavyofahamu, nilizungumza asubuhi ya leo na waziri mkuu wa Japan na tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Wanakuja na nimesema jambo moja, itabidi ufungue nchi yako kwa sababu hatukuuza magari kabisa huko Japan na waliuza mamilioni ya magari katika nchi yetu. Into our country. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imewataka wafanyikazi wake kuzingatia aidha kujiuzulu, kustaafu au kukubali kuachishwa kazi. Maelfu ya wafanyikazi wa umma wameombwa au kuagizwa kuacha kazi chini ya mpango wa Rais Donald Trump wa kupunguza urasimu serikalini. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema Marekani imewaeleza kuhusu nia yake ya kusitisha ufadhili wa kutoa misaada ya dharura kwa nchi 14. Ambia Hirsi na taarifa zaidi. WFP imesema hatua hiyo huenda ikamaanisha vifo kwa mamilioni ya watu wanaokumbwa na baa kali la njaa. Duru zinaarifu miongoni mwa nchi zitakazoathirika ni Afghanistan, Yemen, Somalia na Syria. Mnamo mwezi Januari, Rais Trump alitangaza kusitisha misaada ya kigeni hadi itathminiwe upya, lakini Wizara ya Mambo ya Kigeni ililegeza masharti kwa mashirika yanayotoa misaada ya dharura ya chakula. Vuguvugu la kisiasa Sudan Kusini linalomuunga mkono makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar limewataka wafuasi wake kukiuka amri ya jeshi ya kutobeba silaha hadharani. Kumeibuka upya mzozo kati ya Machar alio katika kifungo cha nyumbani kwa majuma kadhaa sasa na Rais Salva Kiir, hali inayotishia kulitumbukiza tena taifa hilo changa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International imegundua idadi ya watu walionyongwa duniani iliongezeka maradufu katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Zaidi ya watu 1500 walinyongwa mwaka jana, wengi wao kutoka Iran, Iraq na Saudi Arabia. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa na Caro Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Classic FM na Radio Free Africa nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, pamoja FM Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hana mpango wa kusitisha kuanzishwa kwa ushuru wa bidhaa zinazoingia Marekani ambao umezua msukosuko katika soko la hisa la dunia, huku akitishia kuongeza ushuru mpya wa 50% dhidi ya bidhaa za China. Florian Kaijage na taarifa zaidi. We're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals. Hatuangalii hilo kusimamia ushuru. Tuna nchi nyingi ambazo zinakuja kujadili mikataba na sisi, na itakuwa mikataba ya haki. Katika hali fulani watakuwa wanalipa ushuru mkubwa. Itakuwa mikataba ya haki. Kama unavyojua, nilizungumza asubuhi ya leo na waziri mkuu wa Japan na tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Wanakuja na nimesema jambo moja, itabidi ufungue nchi yako kwa sababu hatukuuza magari kabisa huko Japan, na waliuliza mamilioni ya magari katika nchi yetu. And they sold millions of cars into our country. Ni Shadrack Mwansasu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake inafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, huku kukiwa na uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia siku ya Jumamosi. Rais Trump amesema majadiliano hayo kati ya nchi hizo mbili yatakuwa ya ngazi ya juu. Hata hivyo, ameonya kuwa itakuwa ni siku mbaya ya Iran iwapo makubaliano hayatafikiwa.
We're having direct talks with Iran. Tunafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Irani na tayari wameshaanza. Yataendelea Jumamosi. Tuna mkutano mkubwa na tutaona kinachoweza kutokea. Nafikiri kila mmoja anakubaliana kwamba kufikia makubaliano kutakuwa bora zaidi, na natumaini mazungumzo hayo yatakuwa na mafanikio, na ninafikiri itakuwa ni maslahi ya Irani iwapo yatafanikiwa. Ni matumaini yetu kwamba hilo litatokea. Aidha, rais wa Marekani ameonya kuwa Iran haitaruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia. Nadhani kama mazungumzo na Irani hayatafanikiwa, nafikiri Irani itakuja kuwa kwenye hatari kubwa, na nachukia kusema hivyo, hatari kubwa, kwa sababu haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Irani haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata hivyo, Rais Trump hakutoa taarifa zaidi juu ya mazungumzo hayo, ikiwemo kufahamu wamefikia wapi au ni maafisa gani walioshirikishwa. Turejee hapa barani Afrika. Mvutano wa kisiasa unaongezeka kwa mara nyingine tena nchini Sudani Kusini na kutishia amani baada ya kuzuiliwa kwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar na kuzidisha taharuki ya kisiasa ndani ya chama chake. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea huku wananchi wakiomba amani kuimarishwa. Wamezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera mjini Juba kuhusu hofu yao ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hapa ni katikati ya mji wa Sudan Kusini, Juba. Watu kadhaa wamekusanyika msikitini wanaswali. Hii ni swala nyingine tena ya kuombea amani nchini. Swala kama hizi zimefanyika mara nyingi. Baada ya swala ya Ijumaa, Imam Daktari Abdullah Al-Kuol naye pia anasema kuongezeka kwa hali hiyo ya uhasama imezidisha hofu miongoni mwa raia. Watu wa Sudan Kusini wamechoshwa na vita. Tumevumilia maafa ya vita hata kabla ya nchi kuwa huru. Muda umewadia wa raia kuishi na amani. Tunahitaji mambo matano: majadiliano, amani, maridhiano, umoja na maendeleo. Ghasia za kisiasa zimelipuka tena eneo la kaskazini ya Sudan Kusini, hasa katika majimbo ya Upper Nile na Unity, majimbo yaliyo jirani na Sudan na pia Ethiopia. Kwa mara ya kwanza tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mwaka wa 2018 ya kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5, kwa sasa makundi ya wafuasi wa serikali ya Sudan Kusini na yale ya upinzani yako katika makabiliano mengine yanayotishia kulipuka upya kwa vita vikali baina yao. Makamu wa kwanza wa rais Riek Machar sasa yuko katika kifungo cha nyumbani, jambo linalozidisha uhasama huo na kuongeza wasiwasi miongoni mwa raia kwa ujumla. Serikali inamshutumu kwamba anatumia makundi yenye silaha kuhujumu usalama wa taifa. Michael Makuei ni msemaji wa serikali ya Sudan Kusini. There is no dialogue and no reconciliation. Hakuna mazungumzo wala maridhiano katika suala la matumizi ya sheria. Ndio maana ni lazima akabiliane na sheria. Baada ya hapo ikibidi tutafanya hivyo, lakini si sasa hivi. Hata hivyo, wafuasi wa Machar wanalalamika wakidai kwamba kukamatwa kwa kiongozi wao kuna kiuka mkataba huo wa makubaliano ya amani. Iwapo haitafanyika, ina maana kwamba mkataba huo uliohuishwa utamalizwa kabisa na SPLM-IG na washirika wake. Hali hiyo imekanganyika zaidi kutokana na mgawanyiko unaokumba chama chake Machar. Kufikia sasa, maafisa 4 wa ngazi ya juu wa chama hicho wamesimamishwa kazi kwa madai ya kuwa wana ushirikiano wa karibu na serikali, hususan katika njama ya kutaka kumwondosha Machar kama mwenyekiti. Kwa upande mwingine, juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo huu zinazidi kuongezeka. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na jopo la wajumbe kutoka Umoja wa Afrika walizuru Juba ili kujaribu kutatua mzozo huu. Hata hivyo, licha ya kutoa maombi, timu hiyo haikukutana na Riek Machar. Nipo katika kanisa la Katoliki mjini Juba. Waumini wengi wamekuja kwa misa yao ya Jumapili. Unaweza kuhisi uzito ambayo wengi wao wako nayo
Serikali ya mpito ya Sudan Kusini tayari imehairisha uchaguzi wa kitaifa mara mbili. Kile kilichokuwa ishara ya matumaini ya amani ya kudumu sasa ni ndoto ya mbali. Asante sana Kisa Wandera kutoka Juba. Na pitia ujumbe wako msikilizaji. Paulo Kavishi ukiwa maeneo ya Rombo Mashati unasema hadi Katangara tuko pamoja sana. Lucas Isdor kutoka Dar es Salaam Tanzania unasema kauli ya Trump kuhusu ushuru itazidi kuathiri mataifa mengi duniani. Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo Shinyanga Tanzania unasema unawapa pole wahanga wote wa mafuriko huko DRC. Boniface Liguda ukiwa Usariva Arusha unatupata vyema, haki za binadamu zifuate. Tayari Shadrack Mwansasi yuko hapa na taarifa za michezo. Naam, shukrani sana Martha Saranga. Ni kwamba katika kampeni yake kumaliza katika msimu wa ligi kuu ya England, klabu ya soka ya Southampton imekuwa na usimamizi wa makocha takriban 6 mpaka hivi sasa, na kuondoka kwa kocha Ivan Juric baada ya timu hiyo kuweza kushuka daraja. Kocha wao mpya kwa sasa wa muda ni Simon Raski mwenye resina shirikisho la soka barani Ulaya kwa maana UEFA Pro, ambaye ni mchezaji wa zamani wa kulipwa. Kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya soka England pia siku ya Jumanne hii leo kutashuhudiwa mchezo mmoja pekee ambapo Leicester City watoka nyumbani wakakaribisha waliwakaribisha Newcastle United, ambapo Newcastle United wameweza kutoka na ushindi wa bao 3 kwa 0 na kuisogelea nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi, na ligi hiyo inatarajia kuendelea tena Aprili 12 kwa michezo mitano. Kwingineko, shirika la misaada ya kupunguza ubaguzi wa aina yoyote linalosimamia masuala hayo ya ubaguzi wa kijinsia limesema kwamba hili ni jambo la kukwaza. Hii ni baada ya nyimbo za dharau ambazo ziliimbwa zikimlenga mama mzazi wa mchezaji wa Manchester City Phil Foden, zilizoimbwa kwenye mechi ya siku ya Jumapili iliyopita ya Derby Manchester ambayo ilipigwa katika dimba la Old Trafford. Hii ni baada ya mechi hiyo meneja wa Manchester City Pep Guardiola alisema mashabiki waliokuwa wakiimba nyimbo hizo za matusi walifanya kitendo kisicho kuwa na hekima. Katika masumbi ama mchezo wa ndondi, bondia Floyd Mayweather wa Marekani amemwambia bondia Julio Cesar Chavez ya kutoka Mexico kwamba alitarajia kushinda pambano lake endapo wana masumbi hao wawili wangepigana katika pambano lao la kwanza. Bondia Mayweather alistaafu kupigana wakati mabondia hao wakiwa na rekodi bora ya zaidi ya wote kuweza kushinda katika mapambano 50 bila kuweza kupoteza. Tukirejea kwenye soka tena katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, ligi inarejea tena leo Jumanne kwa michezo miwili ya hatua ya robo ya mtoano, ambapo Arsenal wao wanakaribisha Real Madrid na Bayern Munich wao watakuwa ni wenyeji Inter Milan. Lakini kesho Jumatano Barcelona wao watakuwa kitona jasho dhidi ya Borussia Dortmund, huku PSG wakiwakaribisha Aston Villa. Kwenye tennis kimataifa, licha ya kupata ushindi kwenye mchezo wake wa jana, Daniil Medvedev alipatwa na changamoto ya maumivu ya tumbo muda chini ya saa 3 na kuweza kushinda mchezo wake dhidi ya Karen Khachanov katika mchezo wa raundi ya kwanza kwenye mashindano ya tennis ya Monte Carlo Masters. Medvedev, raia kutoka taifa la Urusi, ameshinda kwa seti 7-5, 4-6, 6-4, na Daniel ambaye ni bingwa zamani wa michuano ya US Open ameshuka katika kiwango cha ubora kutoka nambari 10 ndani ya misimu yake migumu, na hajafanikiwa pia kuweza kushinda tangu michuano ya Rome Masters mwaka 2023. Haya ndio ambayo ameweza kujiri asubuhi katika dondoo za michezo. Martha Saranga, shukran sana. Shukran Shadrack Mwansasi kwa taarifa hizo. Msikilizaji, unaweza kutembelea tovuti ya BBC Swahili ukasoma kwa kina taarifa mbalimbali ambazo tumekuwekea hapo.